Asubuhi ya Jumatatu ilianza kwa ukimya mzito katika ghorofa ya 31 ya kampuni ya Khalfan Holdings. Kuta zake zilizong'aa kama vioo vya hoteli ya kifahari, hazikuonyesha chochote kuhusu maisha ya wale waliofanya kazi usiku kucha. Ndani yake, Juma, akiwa amevalia sare nyepesi ya bluu iliyochakaa pembeni, alikuwa akisafisha sakafu kwa umakini wa mtu aliyekuwa akijaribu kutokosea hata mara moja. Mikono yake ilikuwa na makovu madogo, na macho yake yenye utulivu yalionyesha kwamba alijifunza kuvumilia mengi kuliko anavyoonekana. Hapo ndipo Kelvin alipoingia, akitamba kama mtu mwenye mamlaka ya dunia nzima. Alikuwa ameshika orodha ya kazi mkononi, lakini sura yake ilionyesha dharau kabla hata ya kusema neno. "Hebu wewe," alisema kwa sauti ya kuporomoka, "hakikisha ofisi ya juu inang'aa kabla BW. Khalfan hajafika. Nataka iwe safi kuliko uso wako." Maneno hayo yaliyomlenga yalikatiza hewa ya asubuhi. Wafanyakazi waliopita waligeuza shingo, lakini hakuna aliyethubutu kumtetea Juma. Juma alinyanyua macho taratibu, bila kukasirika. "Sawa bwana, nitaifanya sasa hivi," alisema kwa upole. Lakini ndani ya macho yake kulikuwa na kitu kingine, mwanga wa mtu anayejua zaidi anavyoonekana. Mwangaza huo ulimfanya Kelvin ashindwe kumwelewa, jambo lililozidisha chuki yake. Kwa mbali, ndani ya ofisi ya kioo, Khalfan alisimama kimya akiangalia tukio hilo kupitia kioo lililofunikwa nusu. Mikono yake ilikuwa nyuma, uso wake ukisoma kila harakati ya Juma, kana kwamba alikuwa akimthibitisha kwa sababu fulani ya siri. Kelvin alikaribia zaidi, akamnong'oneza kwa tishio. "Niangalie vizuri, Juma, katika hii kampuni, mmoja wetu hatadumu. Na nina uhakika si mimi." Maneno hayo yalibaki hewani kama giza lenye baridi kali, na hapo ndipo safari ya mvutano ikaanza. Kampuni ilikuwa imeanza kuwaka shughuli muda mchache baada ya saa 2 asubuhi. Wafanyakazi walikuwa wakiingia na kompyuta mikononi, wengine wakiwa na maganda ya uoga usoni, wakikwepa macho ya Kelvin kama mtu anayejua kwamba kivuli hakipendezi kukitazama. Juma, akiwa bado na kifagio mkononi, alifanya kazi yake kimya kimya kwenye ukumbi mkuu. Kelvin alifika akiwa na kikombe cha kahawa moto, ile kahawa ya bei ghali ambayo aliitumia kuonyesha cheo chake kuliko kuitumia kwa ladha. Alimwona Juma akiwa ameinama upande wa pili. Akaangalia kushoto na kulia, kisha akapiga hatua 3 mbele kama mtu anayejipanga kufanya uovu kwa makusudi. "Hongera Juma," alisema kwa sauti kubwa ili watu wasikie. "Sikujua wewe ni msanii wa kusafisha. Hebu tuone ujuzi wako." Kabla Juma hajajibu, Kelvin aligeuza kikombe na kumimina kahawa yote chini, moja kwa moja mbele yake. Wafanyakazi kadhaa waligeuka ghafula, wengine wakishusha pumzi kwa mshangao. Harufu ya kahawa moto ilichanganyika na ukimya mzito. "Piga magoti," Kelvin alisema kwa sauti ndogo lakini kali, "na uanze kusafisha sasa, hapa mbele yetu sote." Juma alisimama kwa sekunde chache, macho yake yakitetemeka kwa hasira iliyofichwa. Vidole vyake vilikaza kifagio kana kwamba vinataka kukipasua. Lakini akavuta pumzi ndefu, akarudisha utulivu ule wa mtu anayejua siri kubwa kuliko aibu anayopata. "Kama unavyoagiza," alisema taratibu, na akainama kusafisha sakafu, huku macho ya watu yakimtazama kwa huruma iliyochanganyika na hofu. Kelvin alitabasamu kwa ushindi. "Hapo ndipo nafasi yako," akasema. Lakini mara hadithi ilipofikia kilele cha udhalilishaji, picha ikakata. Flashback fupi ikaonekana kama mwanga wa siri. Juma alikuwa akikaa kwenye chumba giza chenye kompyuta kubwa, mikono yake ikikimbiza vitufe kwa ustadi wa mtaalamu. Skrini ilijaa alama za mfumo wa kiusalama wa kiwango cha juu, na sauti yake ikisikika kwa utulivu. "Upatikanaji umethibitishwa." Kwa sekunde chache tu, mtazamaji anaelewa, msafishaji huyu si wa kawaida. Na hapo safari ya mgogoro ikazidi kupanda. Usiku uliukumba mji kama blanketi jeusi, na jengo la Khalfan Holdings likawa kimya, isipokuwa milio midogo ya mashine za hewa. Katika kimya hicho, Juma alitembea taratibu kupitia mlango wa huduma, akavaa glavu nyeusi nyembamba na kutoa kifaa kidogo cha digital kutoka mfukoni, kifaa ambacho msafishaji wa kawaida hangekuwa nacho. Aligusa kifaa kile kwenye sehemu ya kufungulia mlango wa ofisi kuu. Taa ndogo ya bluu ikawaka, ikitoa mlio mororo kama ishara ya ruhusa ya kiwango cha juu. Mlango ukafunguka kimya kimya, kana kwamba unamtambua mwenyewe. Ndani, Juma aliwasha tochi ndogo ya infrared na kuelekeza mwanga kwenye kabati la mafaili lililofungwa. Alipiga hesabu ya namba zilizo kwenye paneli ya siri, vidole vyake vikiandika kwa ustadi wa mtu aliyeishi kwenye mifumo ya usalama kwa muda mrefu kuliko alivyofanya kazi ya usafishaji. Paneli ikatoa mlio mdogo, click, na kabati likafunguka.
Akiwa makini, alianza kuweka mafaili mezani, akayasoma haraka moja baada ya jingine. Makundi ya namba, miamala ya siri na majina ya shukiwayo yalipita kwenye macho yake kwa kasi. Ilikuwa kama anatafuta kitu mahususi, kitu alichojua kipo mahali hapa. Mara ghafla, milio ya hatua mikononi mwa sakafu ikamfanya atulie. Hatua zile zilikuwa nzito, zenye kiburi, zisizo na haraka, mfano halisi wa mtu anayejiona mmiliki. Kelvin. Juma alizima tochi, akavuta pumzi na kujificha nyuma ya kona ya kabati. Kelvin alifika mlangoni, akasimama akitazama ndani kama mtu anayefuatwa na hisia zisizoeleweka. Nilisikia mlio, akamwambia mtu kwenye simu. Kuna mtu anazunguka usiku, lazima nimnase. Alipoelekea upande mwingine, Juma alitoka taratibu na kurejea mezani. Macho yake yakatua kwenye faili moja lenye alama nyekundu na muhuri wa. Lile ndilo alikuwa anatafuta. Akuliangua, akulifungua, lakini alivyoishika tu, mvutano ukawa mzito kuliko hewa ya chumba. Safari ya siri ilianza kuingia hatari zaidi. Asubuhi hiyo hewa ya ofisini ilikuwa nzito, kana kwamba ilijaa mvutano usioonekana. Kelvin ameingia akiwa na hasira ambazo hazina chanzo cha moja kwa moja, lakini kila mtu anajua zitamwangukia nani. Mezani kwake kuna ripoti muhimu iliyopaswa kukamilika. Bila hata kuuliza, macho yake makali yanamshika Juma kama mtego wa chuma. Kwa nini ripoti hii imechelewa? Kelvin anapaza sauti huku akiirusha kwenye sakafu kama karatasi isiyo na thamani. Wafanyakazi wengine wanapiga hatua ndogo za kujiweka mbali, wakijifanya wana kazi nyingi, lakini ukweli wanataka kushuhudia kwa mbali. Juma anasimama kimya, macho yake yakipelea sakafuni. Sijawahi kuigusa bwana Kelvin, anajaribu kusema kwa sauti ya staha, lakini Kelvin hamalizi kusikiliza. Kwa msukumo wa ghafla, anamvutia Juma shatani kwa mbele ya walinzi wawili na kumpiga kwa nguvu kwenye bega. Vurugu hiyo inasababisha karatasi, kalamu na kikombe cha kahawa kuanguka kutoka mezani. Wafanyakazi wanastuka, lakini hakuna anayeweza kutoa neno. Hapa, Kelvin ni kama mfalme ambaye hakuna anayethubutu kumkemea. Juma anajizuia. Ndani yake kuna moto mkali wa hasira, lakini ameufungwa ndani ya kifua chake. Anafahamu kwamba akifanya kosa dogo tu, Kelvin ataigeuza habari hiyo kuwa ushahidi wa kumtupa nje bila huruma. Kelvin anamkaribia kwa umbali mfupi, sauti yake ikiwa nyembamba lakini kali kama wembe. Sikiliza vizuri, ananong'ona. Siku nikikufukuza hapa, hutapata kazi popote. Nitahakikisha unakuwa mtu asiyeonekana kwenye dunia ya kazi. Maneno hayo yanachoma nafsi ya Juma zaidi ya kipigo chochote. Lakini Juma anasimama kimya, akijua muda wake wa kuibuka bado haujafika, lakini utakuja. Jioni imeingia, ofisi imepata utulivu wa kawaida wa mwisho wa siku. Wafanyakazi wengi wameondoka, taa chache tu ndizo zinazowaka kwenye korido. Juma anapita kimya kimya, akiwa amebeba mfagio na ndoo, lakini macho yake kama kawaida yanachunguza kila undani wa mazingira kama mpelelezi aliyezoea giza. Akiwa karibu na ofisi ya juu, anasikia mlango mdogo umeachwa wazi kidogo. Ndani, bilionea mwenye kampuni hiyo, Mheshimiwa Darrell, anasimama akitazama dirisha refu, simu masikioni. Sauti yake ni tulivu, lakini imesheheni mamlaka ambayo haihitaji kupazwa. Ndiyo, mratibu, kila kitu kiko sawa, Darrell anasema huku akitafakari. Mtihani unakaribia, ningependa kujua nani ana uwezo wa kweli na nani ni mzigo unaobebeka tu. Neno mtihani linamgusa Juma kama umeme wa ghafla. Anasimama kimya nyuma ya ukuta, akisikiliza kwa makini. Hakuelewa kila kitu, lakini sauti ya Darrell inaonyesha jambo moja. Kuna mipango mikubwa inaendelea nyuma ya pazia, na Kelvin hajui hata ton lake. Kesho nitatoa ishara ya hatua ya kwanza, Darrell anamalizia. Hakikisheni mazingira yanakuwa tayari. Simu inakatika. Bilionea anavuta pumzi ndefu, kisha anatoka taratibu bila kugundua kwamba alisikilizwa. Juma anajiweka sawa haraka, akijifanya anafuta vumbi la ukutani. Wakati Darrell anapopita karibu naye, Juma anainamisha kichwa kwa adabu kama kawaida. Lakini mara mlango unapofungwa, uso wake unabadilika. Kwa mara ya kwanza tangu hadithi ianze, Juma anatabasamu, tabasamu la ajabu, la siri, na lenye kuibua swali moja kubwa kwa mtazamaji. Je, yeye pia ni sehemu ya mpango huu, au anajua kitu tunachokosa? Asubuhi hiyo anga linaonekana zito, kana kwamba linafunua kile kinachokuja. Wakati Juma akipita kwenye korido akiwa na begi lake la kazi, Kelvin anatokea ghafla nyuma yake kama mnyama anayemvizia mawindo. Sura yake ina kiburi, lakini leo kuna kitu kipya, nia mbaya iliyokolea zaidi kuliko siku zote. Simama hapo, Kelvin anapaza sauti, akivuta begi la Juma kwa nguvu. Wafanyakazi kadhaa wanatazama. Kelvin analifungua kwa pupa, kisha anatupa vitu fulani sakafuni, hard drive,
kifaa cha kudurusu nyaraka na bahasha ya fedha. Kila mtu tazameni, Kelvin anatangaza. Huyu msafishaji amekuwa akiiba mali za kampuni. Nimekuwa nikimfuatilia muda mrefu. Juma anatazama vitu hivyo kwa ukimya. Mikono yake inatetemeka, lakini si kwa woga. Ni kama mtu anayekabwa na hasira anayojizuia kwa nguvu ya roho yote. Anahema polepole, akipima maneno, lakini Kelvin hataki asikike. Huna cha kusema? Vizuri. Walinzi, Kelvin anaita, na walinzi wawili wanafika haraka. Utamfuata bila pingamizi. Leo tutakumaliza rasmi. Wafanyakazi wanaotazama wanagawanyika, wengine wanashangaa, wengine wanacheka kimya kimya. Hakuna anayejua kinachoendelea zaidi ya mchezo wa madaraka. Ghafla, simu ya Kelvin inapiga. Ni taarifa kutoka ofisi ya juu. Bilionea ameambiwa kuhusu tukio la wizi. Anakuja mara moja. Uso wa Kelvin unabadilika. Kwa mara ya kwanza anaonekana kukosa uhakika. Lakini bado anajifanya na nguvu. Vizuri. Ndiyo mwisho wako. Wakati hayo yakitokea, Juma anainua macho yake na kumtazama Kelvin kwa utulivu wa kutisha, kama mtu anayejua zaidi anavyoonyesha. Na mbali juu, kwenye lifti ya kioo, bilionea Khalfan anashuka polepole, uso wake hauelezeki. Je, ni kushtuka kweli au kila kitu kinaendelea kama alivyopanga? Siku inayofuata inaanza kwa hali isiyo ya kawaida katika jengo la kampuni. Wafanyakazi wamezoea kumuona Juma akianza kazini mapema kuliko wote, lakini leo korido zake ziko kimya kupita kawaida. Mfagio wake hauko pembezoni kama ilivyo kila siku. Hakuna alama kwamba aliwahi kufika. Kelvin anapotokea, anatembea kwa kujiamini kupita kiasi, akionyesha tabasamu lililojaa ushindi. Msafishaji wenu hawezi kurudi tena, anawaambia wafanyakazi bila kuulizwa. Nilimhakikishia kwamba hafai hapa. Nimemfukuza jana rasmi. Habari hizo zinamfikia bilionea Khalfan akiwa kwenye ofisi yake ya juu. Kile ambacho kingetarajiwa kuwa habari ndogo kinamwathiri tofauti. Anaacha kusaini nyaraka na kugeuka polepole. Umemfukuza? Anauliza, sauti yake ikiwa tulivu lakini nzito. Kelvin anathibitisha kwa kiburi kisicho na doa. Kwa mara ya kwanza, uso wa bilionea unaonyesha kitu ambacho karibu hakuna mtu aliyewahi kukiona, wasiwasi. Kwa nini hilo linakuhusu? Kelvin anauliza akicheka. Ni msafishaji tu. Bilionea anainua macho, mtazamo wake mkali kuliko kisu. Kila mtu humu ndani ana umuhimu. Na wewe Kelvin? Anakata kauli, kisha anaongea mbele ya kamera za usalama kana kwamba anajua zinarekodi. Subiri tu. Leo utajifunza. Kelvin anakenua akidhani bosi anamsaidia. Lakini kuna ukimya wa ajabu ofisini. Muda mfupi baadaye, bilionea anatoa amri kimya kimya kwa msaidizi wake binafsi. Peleka magari 4. Tumeanza hatua ya pili. Mtafuteni Juma kila mahali, pasipo kelele. Magari meusi ya kifahari yanaondoka haraka, yakitoweka kwenye barabara za jiji. Kelvin anatabasamu bila kujua kwamba mpango ambao amedhani ni ushindi umebadilika kuwa mtego unaomsubiri yeye mwenyewe. Hewa ya jioni ilikuwa nzito, ikijaa harufu ya barabara ya jiji na mafuta ya magari. Kelvin alikuwa akifuatilia kila kona, macho yake yakiangaza kama taa za polisi. Alijua kwamba hatakubali kushindwa na msafishaji alionekana kuwa dhaifu, na hakutambua kuwa Juma alikuwa tayari kuwapita kiziwi chake kilichofichwa. Ghafla, aliutambua mwendo wa kimya kimya kando ya ukingo wa jengo, Juma akielekea kwenye gari lake dogo la kawaida, mikono yake ikiwa makini. Kelvin aliruka mbele yake kwa ghafla, akimkabili kwa hasira ya ghafla. Nini unajifanya hapa, takataka? Akapiga kelele, sauti yake ikiwa na woga kidogo wa kushindwa. Juma hakusimama kupigana. Alinyanyua macho yake taratibu, macho yaliyokuwa yamejaa uchungu wa miaka ya kudhurika, ya kukandamizwa na ya kuanguka chini mara nyingi. Alilia kimya kimya ndani ya nafsi yake, kila doa la macho likiwa ni hadithi ya mateso aliyoyavumilia kwa muda mrefu. Lakini hakurudi kumshambulia Kelvin. Hakuna pigo lolote, hakuna sauti, isipokuwa pumzi yake ya kutulia. Kelvin alirushia mikono yake kwa shambulio la ghafla, kumfokea kwa nguvu, akimfokea kama mtu aliye chini ya miguu. Kila ngumi na kunyanyua mikono kulijaza hewa na hofu kwa mtu yeyote aliyenyeshwa na tukio hilo. Juma alijizuia kwa nguvu ya roho, akitazama kila gundi la nguvu inayomshambulia kama mchezo wa wanyama, akijua kuwa wakati wake wa kujibadilisha bado haujafika. Na ghafla, ngumi ya mwisho ya Kelvin ikarushwa. Pale ambapo alidhani ndilo mwisho, sauti za magari meusi na yenye nguvu ziliingia kwenye barabara, zikiwa na mwendo wa dhahabu na sauti za mota zinazopiga vibaya. Magari ya kifahari yalianza kuingia ghafla,
ikibeba hatari na ulinzi wa kile kinachofuata. Kelvin alisimama, macho yake yakijikaza, akishangaa, akianza kutambua kwamba sasa alikuwa akipitia hali ambayo hakukuwa na njia ya kutoroka. Ghafla, barabara iliyokuwa kimya ilipata mlio wa harakati zisizo za kawaida. Magari ya kifahari ya bilionea yalipita polepole kando ya Kelvin, na kisha ghafla, Dar el Khalfan mwenyewe alishuka kutoka kwenye gari lenye mwendo wa nguvu. Uso wake ulikuwa mkali, macho yake yakiangaza kama vile angaliangalia hatima ya kila mhusika. Juma alisimama taratibu, bila kukimbia, akiwa amevalia sare ya kawaida ya kazi, lakini macho yake yakiwa na mwanga wa uhakika wa siri. Kelvin alishangaa. Hawezi kuelewa ni kwa nini bilionea, aliyekuwa akimtishia kila hatua, sasa anakimbilia Juma kwa haraka zaidi ya huruma. Dr. Juma Khalfan, bilionea aliita kwa sauti iliyojaa mshangao na shauku. Hayo maneno yalipenya kwenye hewa kama kisu, yakipiga kila neno kwa nguvu. Kelvin alisimama, macho yake makali yakianguka kama mtu aliyepotea kwenye giza. Juma alitabasamu polepole. Sauti yake, yenye utulivu na nguvu, iliambatana na ushawishi wa hali ya juu. Sasa, kila kitu kilikuwa wazi. Yeye si msafishaji tu. Yeye ndiye mrithi wa kampuni, mmiliki mwenza wa mali ya Khalfan Holdings, mtu ambaye kila hatua aliyofanya ilikuwa sehemu ya mpango mkubwa wa ufuatiliaji na jaribio. Migogoro yote mitatu ilivunjika kwa kishindo. Kelvin, aliyejaribu kutumia nguvu na hofu, sasa alikuwa mdhaifu, ameshtuka na hakujua cha kusema. Juma alionyesha tabia yake halisi, akiweka pembeni tabia ya chini ya kimaskini aliyokuwa akiigiza. Siri ya bilionea, kwa maneno yake ya awali juu ya mtihani, sasa ilikuwa wazi, na kila mtu alikuwa akielewa ni nani anayekulia katika nguvu halisi. Kelvin alitetemeka, mikono yake ikibana, midomo yake ikitafuta maneno, lakini hakuna kitu kilichoonekana kutoka kwake. Mwisho wake ulikuwa kimya chungu, akiwa amekumbwa na ukweli ambao hakuweza kudhibiti. Ofisi ilijaa kimya na hewa nzito ya kusubiri. Wafanyakazi walikusanyika karibu na ofisi kuu, macho yao yakitazama tukio lililoanza kwa ghafla na sasa linaishia kwa nguvu. Kelvin alisimama mbele ya bilionea, bado akijaribu kudhibiti hisia zake, lakini uso wake ulikuwa wazi, hofu, kushangaa na kidogo cha majuto kilichokuwa kimeanza kumshika. Bilionea alimtega kwa kuangalia macho kwa macho. Kelvin alisema kwa sauti ya uamuzi, "Ulatisha tu na dharau. Ulitumia nguvu pasipo haki. Huu ni mwisho wa kazi yako hapa." Kelvin alijaribu kusema neno, lakini maneno hayakubaki midomoni mwake. Juma alisimama upande wa bilionea, uso wake ukielezea utulivu wa ajabu, macho yake yakiwa na mwanga wa hekima. Sauti yake ilienea kimya kimya, lakini yenye uzito wa maneno ya thamani. Utu wa mtu haupimwi kwa kazi anayofanya, bali kwa moyo alioubeba. Hekima, huruma na heshima ndizo zinachukua nafasi halisi. Wafanyakazi walilia kimya kimya, wengine wakinong'ona maneno ya msamaha kwa Juma, wakijua kuwa walidharauliwa hapo awali. Kelvin alibebwa kwa mkono mmoja na walinzi, akijua kuwa hakuwezi kudhibiti hadhi yoyote tena. Anaachwa hadharani, sura yake ikionyesha majuto makali. Juma alitembea kuelekea ndani ya jengo, hatua zake thabiti, kila hatua ikionyesha nguvu iliyopatikana na heshima iliyorejeshwa. Huu si msafishaji tu anayejitokeza tena. Huu ni mtu ambaye amerejesha hadhi yake, akili yake na siri zake. Kamera inazunguka polepole, ikionyesha Kelvin akiwa ameketi kimya, machozi yakianguka taratibu, majuto yakiwa hayana sauti. Mwisho wa hadithi unakamatwa kwa sura ya ukweli wa nguvu, hekima na utu wa kweli. Na ile funzo ya dhahiri, heshima na moyo ni nguvu za kweli.